Jojo, kwa mtazamo wako unahisi kitu gani ambacho kinaweza kikamfanya mwanaume akaweza kumtuliza mwanamke wake? Yaani nikizungumzia kumtuliza, maana yake amudu yule mwanamke awe ni mnyofu, anamsikiliza tu mpenzi wake, hakuna usaliti na maisha ya mahusiano yaende vizuri. Yaani hakuna kitu ambacho kinaweza kumfanya mwanamke umtulize, kwa sababu kutulia kwa mwanamke au mwanamke yani awe anakusikiliza umudu ni kuamua. Yaani mwanamke anaamua yeye mwenyewe, nitulie, nisihangaike, nisifanye kitu chochote, kwa sababu watu wanaamini kumtuliza mwanamke ni vitu viwili: kumpa pesa na kumpa huduma nzuri na kumfikisha kwenye tendo. Lakini hapana, unaweza ukamfikisha mwanamke kwenye tendo na pia unaweza ukampa pesa ya kutosha na bado mwanamke akakusaliti, yani akakuchiti. Ila akiamua yeye mwenyewe tu, mimi huyu mtu simsaliti, natulia, namsikiliza na namuelewa, anaweza. Kwa sababu kuna wanaume wengine wanatoa pesa nyingi lakini kwenye tendo yani ni hakuna chochote. Alafu kuna mwingine yani anafanya tendo mpaka Mungu wangu lakini sasa kwenye sasampa hakuna. Kwa hiyo ukifanya tendo vizuri, sasampa umpi, atahangaika kisa hakuna sasampa. Ila ukampa sasampa na pia hamna tendo, lazima ahangaike. Hata mimi nitahangaika jamani. Hata wewe hauwezi kumvumilia mpenzi wako kama siwezi jamani, siwezi na sitoweza na sitokuja na sitojaribu hata. Yeye anajua kama hauwezi kumvumilia ikitokea labda na changamoto ya namna hiyo. Inategemea changamoto imekujaje, kwa aina gani, lakini yani hapana, hicho sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo mwanamke kutulia ni kuamua yeye mwenyewe, sio mwanaume eti kumfanya eti yeye atulie. Hapana, mwanamke kutulia kwake ni kuamua yeye mwenyewe.